Mwanamke mmoja analala kitandani na ghafla anaona kivuli cheusi ndani ya taa ya chumba. Anapanda na kuiondoa na anakuta simu ya mume wake aliyefariki. Anatambua kuwa huenda kuna siri ndani ya simu hiyo, hivyo anaichomeka kwenye chaji ili ianze kuwaka. Wakati huo huo, afisa wa polisi anayeshughulika kesi ya mume wake anafika nyumbani kwake na kumuuliza kama ameiona simu hiyo. Kabla hajajibu, simu inaunganishwa na televisheni na ghafla picha za eneo la tukio la mauaji zinaanza kuonekana. Kinachomshtua zaidi ni kwamba afisa huyo aliyepo mbele yake ndiye muuaji. Mwanamke huyo anazima haraka TV na kwa utulivu anasema hajawahi kuona simu hiyo. Baada ya afisa huyo kuondoka, anamtafuta haraka kaka wa mume wake Jack na kumwambia kwamba simu imepatikana na inaweza kuthibitisha kuwa yule afisa wa kike ndiye muuaji. Lakini hawajui kwamba mazungumzo yao yanafuatiliwa. Baada ya kukutana, Jack anaichukua haraka simu. Wakati huo huo, afisa huyo anafuatilia eneo lao kupitia simu. Akiwa na hofu ya kufichuliwa, anaanza kuwafukuza. Jack anakimbilia ndani ya maduka makubwa, lakini afisa huyo anapiga risasi na kumpiga. Anaanguka chini na afisa huyo anaichukua simu. Baada ya hapo, ushahidi wote unapotea. Usiku huo, Jack na Lisa wanakaa bila la kufanya, hakiwa hawajui hatua inayofuata. Ghafla, Jack anakumbuka kwamba televisheni zinaweza kuhifadhi video zilizowahi kuchezwa. Wanaangalia na kugundua bado kuna ushahidi ndani ya televisheni. Wanachukua televisheni na kwenda nayo kituo cha polisi ili kuwasilisha ushahidi kwa mwanasheria. Lakini kabla ya kuingia, Lisa anamuona mwanasheria akiwa pamoja na afisa huyo na anatambua kwamba wanashirikiana. Jack anapata wazo lingine. Anaingia kwenye chumba cha ufuatiliaji cha kituo cha polisi na kuunganisha televisheni kwenye mfumo wa matangazo ya umma. Mara moja, kila skrini ndani ya jengo inaanza kuonyesha video ya afisa huyo akifanya mauaji. Hata mkuu wa polisi aliyeko kwenye lifti anaona kila kitu.